Hello, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu ya Biomedia. It's me official Rose D again on the microphone kwenye moja na mbili kwa ajili ya kuhakikisha basi unapata taarifa za kwetu kwa undani zaidi. Niko hapa kwa ajili ya kukuhabarisha, so stay tuned kwa ajili ya kuhabarika. Kukukumbusha mtazamaji ni kugusa alama ya kengele na kuanza kutufuatilia mpaka tamati kwa ajili ya kupata undani wa story kwa siku hii leo. Bidada Mange ameweza kutoboa siri, kumbe Nandy alikuwa anamforce Yami kuingia Freemason, kamfukuza baada ya kukataa. Vuta ni kuvuta zimeendelea kuonekana kwenye mitandao ya kijamii kwa upande wa Yami pamoja na bidada Nandy. Nini chanzo cha Yami kufukuzwa kwenye record label ya The African Princess na kuvunja mkataba wake mpaka kupelekea kulipishwa milioni 100? Iko hivi: baada ya msanii Yami kuangusha machozi kwenye studio za Wasafi FM kisa kutajiwa jina la bosi wake wa zamani mwanadada Nandy, The African Princess, maneno yamekuwa mengi kwa mashabiki mitandaoni. Kwa nini kinaendelea kati ya Yami na Nandy? Mbona imekuwa kama vita mpya hivi sasa mitandaoni? Maana kwa Nandy alisema kuwa wamemalizana kwa uzuri tu na Yami, lakini hajamlipisha pia hata 100. Lakini baadaye Yami akaongea kwenye moja interview ambayo amefanya kwamba Nandy kwake hajaondoka bure bure, kwa maana kwamba Nandy kamlipisha Yami milioni 100 takribani na hajazilipa bado, yupo kwenye deni kubwa sana na Nandy. Na Nandy inasemekana ni muongo, asijifanye mwema kwa vitu vya uongo. Maneno hayo ya msanii Yami yalikuwa yakizungumzwa kumkataa bosi wake Nandy. Kwa hiyo hata juzi alipotajiwa jina kuhusu Nandy, aliangusha kilio kikali kuonyesha moyoni mwake kuna mengi ambayo aliweza kufanyiwa na mwanadada Nandy wakati yupo kwenye record label ya The African Princess. Machozi ya Yami bado yameendelea kuwa gumzo kubwa mitandaoni, licha ya kuwa wengi wanadai kwamba kuna hii vita ya mapenzi, kwa maana ya kwamba Yami anatoka kimapenzi na mume wa Nandy, mzee mzima Billnass, licha ya kuwa Yami na Nandy na Billnass wote walilipinga hilo. Nandy alisema Yami akitoka kimapenzi na Billnass, na Yami aliweza kukanusha kwa kusema kuwa alikuwa anamheshimu sana Billnass, hivyo hakuweza kutoka naye kimapenzi, ni uongo tu wa watu. Lakini kwa upande wa Billnass pia naye aliweza kusema kwamba Yami ni mtoto mdogo sana kwake, hivyo ni ngumu kutoka naye kimapenzi. Bado mashabiki walikuwa njia panda kutaka kujua nini chanzo cha Yami kuondoka kwenye record label ya The African Princess chini ya mwanadada Nandy mpaka kuwa maadui kiasi hiki. Sasa baada ya maswali kuwa mengi mitandaoni kuhusu ili sakata la Nandy pamoja na Yami, dada wa taifa, mwanaharakati wa mitandao Mange Kimambi kupitia Mange Kimambi hapo ameweza kutoboa siri kwa kusanua wadau mbalimbali kwamba chanzo cha Yami kuondoka kwenye record label ya Nandy ni nini. Aliwasanua kupitia Mange Kimambi hapo, na mimi nasoma kama ambavyo bidada Mange ameweza kuandika. Ameandika hivi: za chini ya kapeti zinasema kuwa chanzo cha Yami kufukuzwa na Nandy ni kwamba kumbe Yami alikataa kuingia kwenye chama cha kisheria. Inasemekana kuwa bosi na wafanyakazi wake inatakiwa wote muwe kwenye chama, na mkataba wa Nandy pamoja na Yami haukuwa umegusia mambo hayo. Yami ni mcha Mungu na hayo mambo ni vitu viwili tofauti. Hata familia yake ilimkataza pia. Ni bora aishi maisha magumu kuliko kuishi maisha mazuri ya mateso. Kwa hiyo Yami kaona mambo yasiwe mengi, bora aondoke zake kwa Nandy aishi maisha yake. Kwa hiyo chanzo cha ugomvi wa Yami na Nandy ni iko kwamba Nandy anahisi Yami atatoboa siri, na ndo maana mara kadhaa amekuwa akimpa vitisho, na ndo maana Yami analia kila anapotajiwa kuhusu jina la Nandy. Mambo ni mazito mjini, mambo ni mazito kwenye mitandao ya kijamii. Msione watu wanatamba mitandaoni mkatamani mtaweza masharti wenzetu wanakimbia huko. Ametamatisha bidada Mange kwa kuandika hivyo, lakini issue kubwa ni kwamba kumbe bwana bidada Yami alitakiwa kuingia kwenye chama cha kishirika, kwa maana kwamba Freemason. Lakini kwa upande wa Yami, kwa sababu ni mcha Mungu pamoja na familia yake haitaki mambo hayo, akaweza kugoma. Mara tu baada ya kugoma akafukuzwa. Lakini nini ambacho kinasababisha pengine sometimes anakuwa analia ni kwa sababu akisikia jina la Nandy kwenye kichwa chake, kwenye akili yake, anaanza kuwaza vile vitisho ambavyo amekuwa akipewa mara kwa mara kuhusiana na yeye pengine kutoboa siri ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Huyu ni dada wa taifa, mwanaharakati author from Marekani, bidada
Mange Kimambi ameweza kuweka wazi hilo kwenye mitandao ya kijamii, ili basi wadau tuweze kufahamu nini ambacho kinaendelea kwa upande wa Yami pamoja na aliyewahi kuwa bosi wake mwanadada Nandy. Unaambiwa usione vile vimeundwa, masharti utayaweza. Story iko hivyo bwana. Mimi nasogea taratibu kabisa kwa ambaye unatazama channel hii ya Biomedia na kutufuatilia kwa uzuri kabisa. Maoni yako juu ya hili ni lipi? Pengine unadhani Yami kafanya uchaguzi sahihi kukataa kuingia kwenye chama? Je, ungekuwa wewe ungekubali au ungechagua tu kuishi maisha yako magumu kama Yami alivyochagua maisha yake magumu na kuvunja mkataba katika lebo ya The African Princess? Baada ya kudondosha comment yako kwako, atutaweza kupita nayo. Hapo umeweza kuenjoy story hii, na mwisho story hii ni mwanzo story nyingine. Cha kufanya ni kukumbusha kusubscribe, kucomment, kushare, kulike, itakuwa inapendeza na utakuwa unapata taarifa zetu kwa wakati sahihi kabisa pale ambako zinakuwa zinaachiliwa hapa katika channel hii ya Biomedia. Langu jina ni Official Rose D on the microphone. Jukumu langu ni kukuhabarisha.